Uweza wa Mungu wetu katika kutupigania. Uweza wa Mungu wetu katika kutupigania. Niandikie Isaya 62. Isaya 62 na ule mstari wa kwanza. Isaya 62 na ule mstari wa kwanza. Niandikie Zaburi 105. Zaburi 105 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Niandikie Zaburi 89 mstari wa 13. Zaburi 89 mstari wa 13. Alafu niandikie Mika 4. Mika 4 mstari wa 11 na wa 13. Mika 4 mstari wa 11 hadi wa 13. Kitabu changu cha mwisho ni Nyakati wa Kwanza. Nyakati wa Kwanza 29 na ule mstari wa 12. Nyakati wa Kwanza 29 mstari wa 12. Baba, ninakushukuru. Asante kwa saa nzuri ninakwenda kunena neno lako. Naomba wewe useme ndani yangu. Tufundishe. Useme na watoto wako. Useme na ulimwengu. Kila atakayelisikia neno hili likamjenge, likamtie nguvu. Wanaosikiliza kwenye mitandao likawainue tena, hata waliokata tamaa wakainuke tena, wakasonge tena. Maana niangukapo nitasimama tena, hata aliyeanguka atasimama na kukimbia tena. Mungu asante. Nipe tu neema hii ya kulinena neno lako kwa ujasiri. Katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba unisomee Isaya 62 kuanzia hapo mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Ndio. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza. Na kwa Yerusalemu sitatulia hata na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia hata haki yake itakapotokea hata haki yake itakapotokea kama nuru, na wokovu wake kama taa iwakayo. Na wokovu wake kama taa iwakayo. Mstari wa pili. Na mataifa wataiona haki yako. Na watu wataiona haki yako. Na wafalme wote watauona utukufu wako. Na watu wote na wakuu wote wataona jinsi vile Mungu anakuwa. Nawe utaitwa jina jipya. Nawe utapewa jina jipya. Kinywani na kinywa cha Bwana. Litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Mstari wa 3. Luka, sogea mbele kidogo, anzia 5. Mstari wa 5. Maana kama vile kijana amuonavyo mwanamwali, ndivyo wana wako watakavyokuoa wewe. Efsiba, sogea mbele. 8. Krista, naomba Biblia yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sita. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Ondoa mashaka kabisa. Mungu ameweka walinzi kwa ajili yako. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Hawatanyamaza. Mungu ameweka hao watu. Hawawezi kunyamaza kwenye maisha yako mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, ninyi mnaomkumbusha Bwana, msinyamaze. Msiwe na kimya. Wala kimya
wala usimwache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu, mpaka atakapoifanya imara na kuufanya kuwa sifa duniani, na kufanya kujulikana kwako popote uendapo. Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume. Mungu ameapa. Si tunaapaga hivi? Tumezoea kusema naapa ni sijui ile. Na kwa mkono wa nguvu zake, na kwa mkono wa nguvu zake, hakika sitawapata adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao, wala wageni hawatakunywa yako ulioifanyia kazi. Rudia tena hilo, rudia. Sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao, wala wageni hawatakunywa divai yako ulioifanyia kazi. Naomba mtu mmoja apigie mstari hapo kwamba kama Mungu ameapa neno hili kwa ajili yako, amesema hata wapa nini? Adui zako. Kumbe kuna mida Mungu anaweza akatoa chakula chako akawapa adui. Anaweza akatoa mtaji wako akawapa adui. Anaweza akanyang'anya kazi akampa adui. Kumbe inawezekana. Hapa anasema sita wapa. Kuna uwezekano Mungu akafanya hivyo. Sasa hapa lichukue kwamba Mungu anasema na mimi. Yaani andika kabisa, hii ni ujumbe wa kwangu. Mungu anasema na mimi. Hata fanya 1, 2, 3 kuwapa adui zangu. Amina. Amina. Ninazungumza na mtu mmoja hapa. Inawezekana kuna vitu havijakaa sawa, lakini ukichukua hili neno likawa la kwako, usiliache kwenye Biblia likawa andiko takatifu hapa, lakini ukalichukua hili neno ukaliweka ndani yako likawa lenye uhai, kwamba Mungu anasema hata chukua chochote cha kwangu akawapa adui zangu, alafu ukatembea nalo, hili litaleta matokeo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasikiaga tu neno na tunalisoma na tunaliacha hapa. Nataka kuongea nini? Nataka kuongea uweza wa nini? Wa nguvu za Mungu wetu katika kutupigania. Uweza wa Mungu wetu katika kututetea, katika kutulinda. Uweza ni nini? Uweza naweza nikakwambia uweza ni nguvu. Nguvu ya nini? Nguvu ya kiroho ambayo Mungu huachilia kwenye masuala ya kivita, huachilia katika kutulinda, huachilia masuala ya uweza wake hata katika mafanikio tulionayo. Ni nguvu ya kiroho ya Mungu katika kutupigania, katika kutusaidia, katika kutupeleka hatua nyingine. Uweza ni mamlaka alionayo Mungu katika kutenda kazi kwa watu wake. Uweza ni upako, ni mafuta yanayoweza kutusaidia kwa ajili ya jambo fulani ambayo Mungu huachilia kwenye maisha yetu, neema fulani. Bwana asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Uweza wa kimungu ni upako kwa ajili ya tukio. Kumbuka habari ya Samsoni. Samsoni, uweza wa Mungu ulikuwa ukishuka juu yake, ambaye Roho Mtakatifu alikuwa akishuka juu yake. Alikuwa anaweza kufanya mambo ya ajabu sana. Anaweza kubeba mageti alafu akaenda kuyapeleka mahali. Ilikuwa ni uweza wa Mungu ulikuwa unamsaidia kumwezesha kufanya vile vitu. Mungu alikuwa ndani yake kwa upako sio wa kawaida. Alikuwa ana uwezo gani wa kukamata mbweha? Wangapi wanafahamu mbweha? Lakini Samsoni, Biblia inasema alikuwa anaweza kuchukua, alishika mbweha 300. Alafu akazishika zile mbweha, akazifunga mikia, akazifunganisha mikia. Alipozifunganisha mikia moja kwa moja akawasha. Mbweha ametulia tu. Anafungua, amewakuta wapi?
amewaokota wapi, alafu amewashika. Unaingia akilini? Hivi unaelewa hicho kitu? Alafu amewalundika sehemu moja, alafu amewasha mikia, alafu akawafukuza nene. Alafu wanaingia kwenye mashamba ya Wafilisti. Kwenda kufanya nini? Kuharibu. Ni nini? Ni uweza wa Mungu. Ni nguvu ya utiisho. Ni nguvu ya mamlaka ya kimungu. Ni upako usio wa kawaida ambao Mungu huachilia kwa ajili ya tukio fulani, ili aweze kurudishiwa sifa na utukufu Mungu. Alafu Samsoni akifanya hilo tukio, yule roho akiondoka, Samsoni anakuwa kama kijana mwingine wa kawaida. Ndiyo maana hata wakati mambo alipokuwa anajua kwamba atatembea kama jana na juzi, akazoelea kwamba Mungu hawezi kuniacha. Alipoharibu yale mambo, alipotoa ile siri, mwisho mambo yameharibika. Akainuka, akajua atainuka kama jana na juzi, akajikuta hawezi. Kwa sababu gani? Mungu ameondoka kwenye maisha yake. Uweza huu unatusaidia sisi kwenye maisha yetu kufanya vitu ambavyo haviwezekani. Unasema, nilipitaje kwenye lile jaribu? Nilivukaje kwenye lile tukio? Ni upako wa kimungu ndani yako ulikusaidia kubeba jambo lililokuwa gumu likashindikana, alafu kaenda hatua nyingine. Bwana asifiwe. Ni nguvu ya kimungu inatusaidia katika vita. Inatusaidia katika kupigana. Isaya anasema kwa ajili ya Sayuni, hapo sema kwa ajili ya Victoria. Mungu anasema hatafanya nini? Hatanyamaza. Hatanyamaza kwa ajili yangu. Sijamlazimisha, ila yeye kwa mapenzi yake, kwa sababu anavyonipenda, anavyokupenda, anasema hatanyamaza kwa ajili yako. Anasema hatanyamaza. Mungu hajipingi kwenye neno lake. Hatanyamaza mpaka aone kile amekusudia kwenye maisha yako kimefanya nini? Kimetimia. Hatanyamaza. Na yeye ndiye atakayetoa jina. Watu wametupatia majina eti. Watu wametupatia majina hivi tulivyo. Tuna majina. Sisi tunaitwa nini? Walokole. Tumepewa jina. Ili jina ametupatia nani? Ni sifa Mungu ametupatia. Hivi ulokole ni mbaya? Wametutenga. Yaani sisi tulishatengwaga na dunia. Dunia inashajua. Kwa mama mlokole pale, kwa yule dada mlokole, umeelewa wao kwa nani? Mmemwona huyu dada huyu amepita hapa, anaonekana ni mlokole. Tumepewa hayo majina. Wewe mwenzangu umepewa jina na nani? Wengine wanakukataa. Nani? Yule sio mlokole yule. Umeelewa hicho kitu? Yule sio mlokole. Kwa sababu gani? Kuna namna watu wanafanya nini? Wanakuona, ndio maana wanakataa kwamba yule sio mlokole. Yule sio mlokole. Lakini tumepewa jina zuri kabisa. Mungu atatupatia jina. Tunapewaga majina kulingana na nini? Na kazi tunazozifanya. Matembele, mama matembele. Napewa. Inabidi ugeuke, upende usipende, kwa sababu unafanya hiyo kazi utapewa, utaitika tu. Matembele. Sijui mama nani, umepewa jina. Lakini Mungu ametupatia jina. Hili jina ni zuri. Mimi nalipenda kwa mlokole. Wewe unaitwaga nani? Mwingine anaitwa kwa yule mtumishi. Si ndio? Tuna majina hayo, lakini kuna yale majina ya siri. Anasema hata nyamaza kwa ajili yako mpaka atakapoona mambo yamefanya nini? Yamesimama. Lakini anasema ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, msinyamaze. Usinyamaze kumwambia Bwana, usinyamaze kumkumbusha Bwana mpaka atakapoifanya imara nini? Atakapoifanya imara Yerusalemu. Yerusalemu yako ni kitu gani? Yerusalemu yako ni nini? Inawezekana Yerusalemu yako ni kazi. Kazi yako itakaposimama ndiyo Yerusalemu yako. Biashara yako itakapokuwa sawa ndiyo Yerusalemu yako. Unamkumbusha Mungu kwa ajili ya nini?
Na unanyamaza kwa ajili ya nini? Lakini kama unamtaka Bwana atembee na wewe, mkumbushe Bwana. Kama nataka kuna mambo yaende, nikwambie mtu wa Mungu, mtafute Bwana. Uwe na muda wa kumtaka Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata nyamaza. Unaweza kusema mimi mbona Mungu simuoni? Hujamtafuta. Mungu anaonekana. Amen. Uweza wake katika kutupigania. Hatujamwambia kwamba atutake, lakini yeye mwenyewe ameamua kusema hata nyamaza. Mtu akishasema hata nyamaza, si atapigana? Leo tuna adui wangapi? Leo tuna mambo mangapi mazito? Na hatujawahi kujua vita. Lakini kila tunapomwendea Bwana, tunapomlingana Bwana, yeye anakuja anatupigania. Tunaona uweza wake na huruma yake ikitushindia katika mambo magumu ambayo hatuwezi. Inatuvusha. Leo hii ni kitu, hebu angalia, ni mangapi Mungu amekupitisha ndani tu ya mwaka huu? Ni mangapi Mungu amekupitisha? Mangapi Mungu amekuvusha kwenye huu mwaka? Leo ni mwezi huu wa 4 tarehe 13. Hebu niambie, umekutana na seke ngapi hapa? Asiyelala hajalala kwa ajili yetu. Wala hujamuomba kwamba naomba usilale. Yeye automatically amesema silali kwa ajili ya mlokole huyu. Silali. Maana hii ni haki yangu. Nilipoamua kumpenda, nimempenda mazima. Yeye anakuja kunitetea na kunipigania. Kuna adui wengine hata uwajui. Mungu amewamaliza juu kwa juu. Yaani amewamaliza juu kwa juu. Alafu baadaye tu kwa kukuhurumia anakuonyesha tu kwenye ndoto vita vinavyoendelea. Hivi hapa nilipo mimi hapa, alafu unapigana na masimba yako matatu yamesimama mbele yako. Unasema wewe simba nitakuonyesha. Simba nitakuonyesha. Na kupiga, alafu lile simba linapigwa, linakufa eti kwa ngumi ya mkono. Wewe unafikiri ni kitu cha kawaida? Ni uweza wa Mungu katika kufanya nini? Katika kutupigania. Ni uweza wa Mungu. Nimesema kwa jina la Yesu, nikanyosha tu mkono namna, kwa jina la Yesu, wakasambaa wote wakaanguka. Ile Mungu anakuonyesha wema wake kwamba ndani yako nimeweka vitu vikubwa sana, na wewe umelala, mimi sijalala, ninakupigania. Mtu huyo sio wa kumwacha, watu wa Mungu. Huyu mtu ni rafiki kuliko mume wako aliyelala naye kitanda kimoja. Mume wako hapa anaweza asikuelewa unapitia changamoto gani, wala hajui unaota ndoto gani, hajui yuko hapa na anakoloma tu. Yuko tu hapa. Kumbe wewe uko zinachapwa. Kumbe wewe uko zinapigana. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kuchituka namna, nilikuwa kwenye ndoto mbaya. Ndio unamsimulia nasema, Mungu amekusaidia. Hivi mnafanya mchezo? Wema wa Mungu na uweza wake unatutetea. Nilipokuwa ninataka kusainishwa mafanikio nje ya Mungu, inawezekana. Nikasema inawezekanaje mafanikio nje ya Mungu? Hapana. Mafanikio ndani ya Mungu inafanya nini? Inawezekana. Nimeletewa karatasi ili nisaini. Nikasema, hivi ameniambia niandike nini? Namuuliza mtu yuko hapa. Watu wametingwa, naona watu wanaandika Sasa mimi nikasema, mbona mimi nimesahau? Naandika kitu gani? Namuuliza jirani yangu, hivi huyu kaka amesema niandike nini? Haniangalii. Nikasema, nimeambiwa niandike mafanikio nje ya Mungu inawezekana. Nikasema, mafanikio ndani. Nilipoanza kuandika niandike ndani, alikuja mtu akanikamata vidole ananilazimisha niandike nje ya Mungu. Niko hapo ninapambana kwenye huo ushiku mgumu. Ninasema hapana. Nakataa uko ndani. Haiwezekana. Ni ndani ya nimekamatiwa ile peni. Nilipokuja kushituka namna hii, hivi vidole vinauma. Nikajua hii vita haikuwa ndoto, ilikuwa ni live. Hiki kidole kilivimba wiki 2. Kilivimba na hivi vidole. Waliokuwepo kipindi hicho wanaelewa.
vilivimba hivi vidole, wakati ndio tunaanza huduma, tuko ng'ambo pale, ninalazimishwa niandike hicho kitu. Niliuguza, lakini aliyenisaidia ni nani? Ni Mungu. Na mzee Simea alikuwepo, sikana kwamba alisafiri, lakini hakuwa anajua vita niliyokuwa nafanya nini, napigana nayo. Lakini huyu Mungu asiyelala hakulala. Ina maana alicheki kila mchezo ulikuwa unaendelea kwenye ulimwengu wa roho, akasema mimi silali kwa ajili ya tukio hili. Victoria akisaini tu hii, kanisa langu limekwisha. Sasa nitapigana. Pamoja na kwamba walishika kidole, lakini Bwana alitushindia. Nilishinda vita. Nani alisababisha? Asiyelala, kwa sababu mimi nililala na blanketi nikajifunika juu. Mungu amekuwa akitutetea na kutupigania sana. Alafu hatujui kumwambiaga Mungu tunakushukuru. Hatujui kumwambia Jehova umetutetea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Asiyelala halali kwa ajili yetu. Asiyelala. Naomba usimame, utahubiri pamoja na mimi. Naomba usimame, utahubiri pamoja na mimi. Simama mama, utahubiri pamoja na mimi. Naomba usimame, utahubiri. Simama tu, utahubiri pamoja na mimi mpaka nitakapo kuruhusu ukae. Pia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Naomba unisomee Nyakati wa kwanza 29:12 ile pale. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29:12. Ninasoma kwa jina la Yesu. Utajiri na heshima wako wewe, nawe watawala yote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwakuza na kuwawezesha wote. Utajiri na nini? Tusome wote. Utajiri na nini? Na heshima. Vinatoka wapi? Kwako. Vinatoka kwako nani? Wewe Mungu. Nawe watawala juu ya nini? Vyote. Na mkononi mwako mna uweza. Na mkononi mwako mna uweza wa kufanyaje? Wa nguvu. Mna uweza wa nguvu. Nguvu za kufanyaje? Tena mkononi mwako mna uweza na nguvu ya kutupigania. Utajiri na heshima vinatoka kwa nani? Vinatoka kwako? Vinatoka kwa baba yako? Hapana. Vinatoka kwa kazini kwako? Unaweza ukafanya kazi na ukawa maskini wa kutupa. Watu ni marekcha, watu ni madaktari, lakini hawana hata nyumba, lakini wanapokea mshahara milioni 5, wanapokea mshahara milioni 2, lakini hawaeleweki. Wanatembea kiatu kinaomba msaada. Nihurumie, nihurumie, nihurumie. Na roho dunia hii na wenyewe, lakini Mungu ni wa kwetu. Lakini utajiri na heshima ni vya nani? Ni vya baba yetu. Umemwambia Mungu, nina hiki hapa kitu nataka nifanye 1 2 3. Mwanangu vile umewahi kumwambia Mungu kwamba nataka hili, nataka kununua 1 2 3. Nina hii hela nataka kufanya 1 2 3. Umewahi kumshirikisha? Au kwa sababu umesikia tu kwamba 1 2 3 inafaa, umeenda umebeba nyanya ni nyanyase, nyanya ni nyanyue. Hivi umeelewa biashara ya nyanya? Ina majina. Nyanya nifanye nini? Ni nyanyue, nyanya ni nyanyasi. Wewe umeenda kubeba nyanya. Inalipa sana mwezi huu wa pili. Inalipa kweli? Kweli. Umenunua nyanya, taenda kupiga Dar es Salaam. Sawa, umefanya vizuri. Umekuja. Unafika Chalinze. Tena umeshafika na Dar es Salaam, gari imefika Chalinze. Itatoka kesho. Itatoka kesho kutu. Itatoka tayari hali ya hewa imeanza kuchafuka. Gari alieleweki. Kuhamisha, yani kila ukipambana magari hayapatikani. Mwisho wa siku tenga lilijaa. Unaenda siku ya 5 unakuta tenga limebaki nusu.
Hakuna mtu ameiba, ila ni nyanyasa imeshaanza kunyanyasa. Michuzi inatiririka kwenye gari. Manispaa anasema jamani tuondoleeni uchafu. Sio biashara tena, sio nyanya. Ni nini umegeuka? Uchafu. Unasema Mungu wangu nisaidie. Akusaidieje wakati unaenda? Ulimuuliza? Alikwambia zitakunyanyua? Tumefanyaga mistake kubwa sana. Asiyelala asilale kwa ajili yako. Ameapa, amesema hata wapa adui zako chakula. Umeenda umeacha hela huko. Wale wamenyanyuka, wewe dawa. Hapana, mpango wa Mungu sio huo. Utajiri na heshima ni vya huyu Mungu tunayemtumikia, na fedha ni jawabu la mambo yote. Ili mambo yaende tunahitaji fedha, na Mungu anajua hilo. Lakini kwa nini kwangu imekuwa ngumu? Kwa nini kwako imekuwa ngumu? Mwambie Mungu, nataka kuelewa mimi ni nani, nahitaji kufanya kazi gani, biashara gani. Umeelewa? Wanangu, leo wewe kaanzishe saluni. Nenda kaanzishe saluni. Kama nimeambiwa saluni inalipa, nenda kaanzishe saluni. Kama utabaki na matela yako hapa, kusuka hujui, kuseti watu hujui, lakini unasema sitaajiri watu. Kuna watu wanategemea kuajiri, alafu unaibiwa kisa umesikia kwamba mambo yanalipa kwa sababu una hela. Kwani kuwa na hela ndio kufanya kila unachotakiwa kufanya? Sio vitu vyote unatakiwa kufanya. Kuna vitu vingine unatakiwa kuviacha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema utajiri na heshima ni vya nani? Ni vya Mungu wetu. Na mkononi mwake, mkono wa Mungu umejaa uweza. Huu mkono wa Mungu ndio unaweza kutushika na kutusaidia, kutupeleka mahali na mahali, tukafanya vitu na majina yetu yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa Mungu upo kwa ajili ya kutusaidia. Uwezo wa Mungu waweza kuwa katika mkono. Uwezo wa Mungu waweza kuwa hata katika miguu. Uwezo wa Mungu waweza kuwa hata katika macho. Ni namna gani mbingu inaweza kuachilia anointing, upako katika ile eneo lilonalo? Inaweza kuachilia upako kwenye biashara yako. Kwa unafanya tu biashara, mambo yanatembea kiwepesi. Anasema Bwana asipojenga nyumba, wanaojenga wanafanya kazi bure. Si kana kwamba anataka tusijenge. Wanaolinda anasema yeye anawapa watu wake, yani hawapi kwa shida. Kuna namna Bwana anatengeneza. Tunapaswa tujiulize, hicho unachokifanya Bwana amekwambia ukifanye? Na Mungu anakutaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naombeni twende kwenye Zaburi 105 ule mstari wa 4. Okay, anzia mstari wa kwanza. Haleluya, mshukuruni Bwana. Litieni jina lake. Litieni jina lake. Wajulisheni watu matendo yake. Tuwajulishe watu matendo yake. Kama Bwana hajatutendea, tutamjulisha matendo gani? Muimbieni kwa zaburi. Kama umekuja hapa una makolokolo ya kutisha, utamwimbia Bwana. Ndio maana umekuja hapa sura imekupalama kama ngedele aliyokosa mishahara. Zitafakarini ajabu zake zote. Yani unapokwenda mbele za Bwana, haleluya, mwimbieni Bwana. Wakati unamwimbia Bwana, unakuwa mbele za uwepo wa kutafakari kwamba maajabu ya huyu Mungu, amenitoa mbali. Mimi nilikuwa naitwa kahaba, lakini leo naitwa yule dada mlokole. Mimi nilikuwa sijui hata kuvaa nguo nzuri, nilikuwa navaa masakanyoka, lakini leo ninapiga lamba nguo za maana mpaka watu wanageuka na shangaa nasema na yule dada siku hizi amekuwa mtoko. Bwana amefanya. Twende. Jisifuni kwa jina lake takatifu. Jisifuni. Yani mimi si mimi niliyefanya, ni Bwana amefanya nini?
Mkononi mwake mnaweza na nini? Na nguvu. Ninajisifu kwa sababu Bwana anatupigania. Sijisifu kwa sababu nina kazi nzuri. Mwanangu, usijisifu kwa sababu una kiti. Jisifu kwa sababu Bwana amekutetea. Tunajisifu kwa sababu Bwana ndiye aliyekuweka pale, na amekuweka kwa sababu, amina, amekuweka kwa sababu tumewekwa mahali ambapo watu wanatutendea mambo ya ajabu. Ukishaona umepewa position, Mungu amekuweka hapo, fanya vizuri, alafu wajua wewe ni nani kwenye ile position. Haleluya. Na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Yaani tunaomtafuta Bwana ujisikie kufurahi unapomtafuta Bwana, unapoenda mbele za Bwana. Tumesema tutakuwa na mfungo Ijumaa. Yaani wewe usema yaani hii nafasi sikosi. Lakini mtu akishasikia yaani mfungo anajisikia vibaya, kuna shida mahali. Lakini unapotaka kwenda mbele za Bwana kwamba usiku wa leo ninakwenda mbele za Bwana. Usiku wa leo ni Jumapili, ninaenda kumwabudu Bwana. Leo nitaimba, leo nitaruka. Nilikuwa namuona mwanangu Yohana hapa anacheza, amejiachia. Unafikiri hana ya kwake? Yapo yamemkuta. Yaani alipokuwa anakunguta hapa, anaachia matatizo hapa. Hivi unajua kwenye sifa kuna raha Sasa asiyeelewa kwenye sifa kuna raha, amenyoka kufanya mpikitoro. Amenyoka tena. Anashangaa. Nakwambia kwenye sifa magonjwa tunayaachaga. Kwenye sifa kunaleta amani. Tunaingiaga hapa yaani hatuna matumaini, tumezabuliwa usiku na waume zetu na wake zetu, tumetukanwa huko. Lakini ukifika mahali unasema yote nitayakutaga huko baadaye, nitayakuta. Lakini hapa mbele za Bwana, Bwana nisaidie, Mungu nitetee tu.